wastahimilivu watatuzwa. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 32 na kuendelea mpaka 39. Siku za kwanza ambazo mlipokwisha kutiwa nuru, mlistahimili mashindano makubwa ya maumivu. 33. Pindi mlipoteswa, mlipotwezwa kwa mashitumu na dhiki, na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo. 34. Maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, mkijua kwamba nafsi ni mwenu mna mali iliyo njema zaidi idumuyo. 35. Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja, wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Mwandishi wa kitabu hiki cha Waebrania hajulikani kwa ujumla. Ukiangalia huwezi kuona amejitaja katika kitabu hiki. Tunapata maoni mbalimbali kuhusiana na nani aliyeandika kitabu hiki. Wengine wanasema Apolo, wengine wanasema Timotheo, wengine wanasema sijui ni nani. Lakini ukisoma kwenye sura ile ya 13 mstari ule wa 23, ukisoma pale, hebu soma. Neno la Mungu linasema, jueni ya kuwa ndugu yenu Timotheo amekwisha kufunguliwa, Ndiyo. ambaye akija upesi nitaonana nanyi pamoja naye. Biblia inaeleza mwandishi huyu hajulikani, lakini tunamuona huyu mwandishi anamutambua Timotheo katika kitabu hiki. Timotheo alikuwa ni mtu besti sana na Paulo. Paulo alimuita Timotheo kwamba ni mwanaye wa kiroho. Kwenye kitabu hiki ametajwa, na kwa kumtaja Timotheo basi inaweza ikaonesha waziwazi ya kwamba huenda alikuwa ni Paulo aliyeandika kitabu hiki. Na mambo mengine ambayo tunayoweza kuyaona, tunaona wakati huo huyu mwandishi anaonekana kwamba alikuwa kifungoni, na mtu aliyepata vifungo vingi sana wakati ule alikuwa ni Paulo. Hapa inaonekana kwamba alikuwa Rumi kifungoni. Ukisoma katika sura ile ya 13 mstari wa 24, hebu soma hapo. Waebrania 13:24. Neno la Mungu linasema, wasalimuni wote wenye kuwaongoza, Ndiyo. na watakatifu wote hao walio wa Italia wanaowasalimu. Ndiyo. Neema na iwe nanyi nyote. Kwa hiyo huyo alikuwa inaonekana kwamba alikuwa kifungoni, lakini pamoja na hayo tunaona maneno aliyokuwa anayaeleza kwenye nyaraka zingine.
mwisho alikuwa anaishia neno hili, neema ya Kristo iwe kwenu. Japokuwa hakujitaja katika kile kitabu, basi picha inaonekana kwamba alikuwa Paulo. Japokuwa huwezi kusema tu kwamba ni Paulo ameandika kitabu cha Waebrania, ni lazima ueleze kwamba mwandishi hajulikani. Lakini pamoja na hayo, huyu mwandishi alijua sana historia za Wayahudi au desturi zao. Alikuwa akijua vizuri. Na ukisoma sura ya 10 mstari wa 34 katika kitabu cha Waebrania, hebu soma 10:34. Maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo. Ndio. Tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu. Mkijua kwamba nafsini mwenu mna mali iliyo njema zaidi. Hawezi akaongea namna hiyo mtu bila yeye kujua shida za vifungoni. So alijua ya kwamba wakati akiwa kifungoni kuna watu waliomhudumia. Kwa hiyo ndiyo maana anaeleza kwamba wanawakumbuka au waliwakumbuka wale waliokuwa katika vifungo. Na vile vile alihitimisha na neno neema juu ya wasomaji kama tulivyosoma. Wale walioandikiwa walikuwa ni wakina nani? Walioandikiwa walikuwa ni ndugu wa Kristo wa Kiyahudi, yani Wakristo wa Yahudi. Hebu soma 13:22. Walioandikiwa. Ukiandika utajua tunajifunza nini. Bwana asifiwe sana. Walioandikiwa walikuwa ni Wakristo wa Kiyahudi. Waebrania 13:22. Neno la Mungu linasema, lakini nawasihi ndugu, mchukuliane na neno hili lenye maonyo, maana nimewaandikia kwa maneno machache. Ndio. Jueni ya kuwa ndugu yenu Timotheo amekwisha kufunguliwa. Ndio. Ambaye akija upesi nitaonana nanyi. Bwana asifiwe sana. Hapa anaeleza ya kwamba ndugu hawa walikuwa ni Wakristo wa Kiyahudi waliomtambua Timotheo. Na kitabu hiki kiliandikwa mwaka wa 65, kati ya 65 mpaka 68 BK. Sababu ya kuandika kitabu hiki, Bwana asifiwe sana, ukinivumilia alafu ukafuata vizuri utaelewa vizuri. Sawa? Sababu ya kuandika. Sababu ya kwanza kuandika ilikuwa ni kuwaonya kuhusu ukuu wa Yesu. Kuwaonya kuhusu ukuu wa Yesu. Sababu ya kwanza hiyo. Lakini sababu ya pili, kuwahimiza Wakristo wailinde imani. Kuwahimiza Wakristo wailinde nini? Imani. Kwa sababu gani? Kwa sababu walivunjika mioyo kwa mateso, kwa kuteswa na Wayahudi wenzao ambao sio Wakristo, lakini waliteswa na watawala wa Kirumi. Waliteswa na watawala wa Kirumi. Kwa wale waliorudi
kwa wale waliorudi dini ya Kiyahudi. Kuna watu wengine kwa sababu ya mateso ya namna hiyo, kukawa na teswa namna hiyo, waliona warudi dini yao ya zamani, wakauacha Ukristo, wakaingia Judaism, wakarudi kwenye dini yao ya Kiyahudi, wakauacha Ukristo. Shida ilikuwa ni mtu kuongoka kutoka kwenye dini ya Kiyahudi halafu kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Lakini tena kwa sababu hiyo wale waliookoka wakawa Wakristo walidharauliwa, walichukiwa na Wayahudi. Maana walikuwa wanadaiwa ili waweze kufuata Torati ya Musa, wakati wakiwa katika neema ya Mungu, na wao walijisimamia. Walipojisimamia ndipo kulipokuwa na ugomvi. Hii shida ilikuwa imeingia mpaka iliingia katika kanisa pia, mpaka kukaonekana makundi mawili. Pakawepo kundi lingine, wale waliosema kwamba licha ya kuokoka tunatakiwa kufuata sheria za Musa. Sheria gani? Walazimisha watu kutahiriwa. Sheria gani? Walazimisha kufuata Torati ilivyo, desturi zote za Kiyahudi. Bwana atusaidie sana. Hayo ndiyo ambayo yaliyokuwepo, na vile vile walifundisha mambo mengi kuwarudisha katika dini ya Kiyahudi, lakini wakajisimamia. Nataka nieleze hili. Bwana atusaidie sana. Tunahitaji kuelewa ya kwamba desturi sio mbaya, ila ikiwa mbaya haifai. Kuna desturi nzuri na desturi mbaya. Tuna kawaida sisi ukiwa mkubwa, mdogo anakupigia goti, eti desturi yetu. Sasa hiyo desturi, huwezi ukaona mtu hakupigii goti ni mdogo ukasema kwamba ni mwenye dhambi. Sawa? Atahitaji kushauriwa tu desturi. Sasa shida ikitokea watu wakashindwa kuelewa neno la Mungu, wanayachukua hata yale kuyatumia katika utaratibu wa kanisa, kwamba wale ambao hawapigi magoti kuwasalimu wakubwa wana dhambi, kwa hiyo watengwe ushirika. Hizo ni desturi. Lakini je, Yesu anasemaje? Tukihitaji kujua, hawa Wayahudi waliishi katika hali ya kuteswa kabisa, lakini mwandishi akaandika mambo makuu ya kwamba waweze kukaa katika imani na uvumilivu. Bwana asifiwe sana. Lakini vile vile kuwatia moyo wasisitasite juu ya imani walio nayo. Bwana asifiwe sana. Wasisitasite juu ya imani walio nayo. Hapa kuna mambo ambayo ningependa nikufundishe. Wasitahimilivu watatuzwa. Katika mstari ule wa 32 hadi 34, mwandishi anawakumbusha mambo
mambo yafuatayo. Hawa Wayahudi ambao wamekuwa katika mateso kwa muda mrefu, hawa Wayahudi ambao wamekuwa katika hali ya kuhangaika kwa muda mrefu, anawakumbusha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, anawaambia huko nyuma walisitahimili mashindano makubwa ya maumivu. Anawakumbusha ya kuwa huko nyuma walisitahimili mashindano makubwa ya maumivu ya mateso. 32, rudia msomaji wetu. Huko nyuma walistahimili hayo. Lakini zikumbukeni siku za kwanza, siku zao za wokovu, siku za kwanza ambazo mlipokwisha kutiwa nuru. Baada ya kuwa wametiwa nuru, mlistahimili mashindano makubwa. Walikuwa imara, wakastahimili mashindano makubwa ya maumivu. Pindi mlipoteswa kwa mashutumu na dhiki. Waliteswa kwa mashutumu mazito sana, lakini walikuwa wavumilivu hapo mwanzoni. Na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo. Yani wakati huo waliwakili wale waliotendewa mambo ya namna hiyo, wakawapigania katika maombi. Maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo. Walikuwa katika maumivu na mateso, lakini bado wakawahurumia wale waliokuwa katika vifungo. Tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu. Halafu wakubali kunyang'anywa mali zao, mkijua kwamba nafsini mwenu mna mali iliyo njema zaidi idumuyo. Wakijua ya kwamba, haleluya, katika nafsi zao wana mali iliyo njema zaidi ya hiyo ambayo walionayo. Bwana sifiwe sana. Amen. Basi natosha. Anawaambia, huyu mwandishi anawaambia, wakati wamepokea nuru walifanya mambo ya namna hiyo. Bana hali ya ustahimilivu, walikuwa tayari hata wao kuteswa. Walikubaliana na kushirikiana na wale walioteswa. Kama kulikuwa na kundi waliloteswa, na wao walijiunga nao ili wateswe pamoja. Ndio maana walishirikiana, wakashirikiana. Anaeleza mwanzo wa imani yao. Hawa watu huko nyuma kwa furaha walikubali kunyang'anywa mali zao. Kwa nini? Huko nyuma walishirikiana na hao walioteswa au waliotendwa hayo. Huko nyuma kwa furaha walikubali kunyang'anywa hata mali zao. Kwa nini walikubali kunyang'anywa mali zao? Kwa nini walikubali kuteswa? Kwa nini walikubali kudhulumiwa? Kwa nini walikubali kufungwa? Ni kwa sababu, haleluya, walijua nafsini mwao, haleluya, walijua nafsini mwao wana mali njema zaidi idumuyo. Kwa nini walikubali kunyang'anywa mali zao? Hata ingawa mali walinyang'anywa, nafsini mwao walijua ya kwamba wanayo mali idumuyo. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana walikubali kunyang'anywa. Mnyang'anyi anakuja, yeye sio chake, lakini wewe ni chako, anakunyang'anya. Biblia inasema hivi, unafika wakati mwingine mtu anaamua kukunyang'anya haki
kutafuta msaada wapi utapata haki zako. Unajaribu kutafuta msaada kwa watu, wanajaribu kukutetea lakini inashindikana. Lakini bidi tu wakati mwingine unanyamaza, unaacha kama jinsi yalivyo tu. Lakini Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Amen. Mambo yetu wa Kristo, kuna mambo ambayo tunaweza tukawa tayari kupigania. Bwana atusaidie sana. Kwenye mambo ya majaribu, kwenye mambo ya mateso, utasimama wewe peke yako ukiongozwa na Mungu. Namna gani unaweza kusema amen? Utaongozwa na Mungu. Saa hiyo hauwezi kufikiri jinsi utakavyomkomoa, hauwezi kufikiri jinsi utakavyomshughulisha, huwezi kufikiri ya kwamba unatakiwa umwambie kitu cha namna gani. Soma katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 10 mstari wa 16. Unasemaje? Mathayo sura ya 10 mstari wa 6. Ndio. Neno la Mungu linasema, afadhali shikeni njia. Mathayo. Hebu anza mstari wa 20, samahani kidogo. Tuone kama tutapata leo neno. Mathayo sura ya 10 mstari wa 20. Kwa kuwa si ninyi msemao. Anzia 19. 19. Lakini hapo watakapo wapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema. Kama watawapeleka kwenye mabaraza, msifikiri mtakavyosema. Maana mtapewa saa ile mtakayoyasema. Mtapewa saa ile mtakayoyasema. Kwa kuwa si ninyi msemao. Sio ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Roho wa Baba yenu ndio atakayesema. Msifikiri mtakavyosema. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na wana watawainukia wazazi wao ndio kuwafisha. Kwenye dunia hii, kwenye Ukristo, kuna vitu vya namna hiyo, kwamba utafika wakati ambapo mtu mwenzako ni Mkristo kabisa atakugeuka. Mtu ni jirani yako kabisa atakugeuka. Lakini Biblia inasema msifikiri mtakavyofanya. Haleluya. Roho wa Baba yenu atawaambia la kusema hapo. Amina. Atawaambia la kufanya hapo. Biblia inasema msijilipize kisasi. Kisasi ni juu yangu. Yeye Mungu anasema. Amen. Haleluya. Amen. Mtu akiwa na njaa, kama ni adui yako mulishe. Akiwa na kiu, mnyweshe anywe. Kwa njia hiyo mtakuwa mnawapalia makaa ya moto vichwani mwao. Usishindwe na ubaya, bali ushindeni ubaya kwa wema. Haleluya. Nguvu ya kuweza kushinda ubaya sio kulipiza kisasi, bali haleluya, utaushinda ubaya kwa kutenda wema kwa adui yako. Amina. Haleluya. Amen. Utakuwa umempalia makaa ya moto kichwani mwake. Haleluya. Bata wako wameingia kwenye shamba la jirani, anaharibu mimea ya jirani. Halafu baadaye yule bata, yule jirani anamchukua, anamuleta mbele yako, anamkata shingo. Bata wangu kwa nini? Hilo ni jaribu, sio jaribu? Ni jaribu. Bata wako kwa nini? Kwa nini ameharibu? Kitu kikubwa ambacho
ambacho kinaweza kikaonekana kama ni ujinga. Anasema Bwana, huyu bata ameharibu, kwa hiyo basi ninaomba tu nisamehe. Sasa unachukua bata aliyemkata shingo, amekusaidia hata kuchinja, unamnyonyoa manyoya vizuri, unakata vipande nusu, unampelekea, unasema Bwana, hii bata simekufa, na kama imekufa sasa mimi nataka kula, nimeona wewe jirani yangu na wewe upate kipande hiki kidogo cha nyama ili ufurahi na mimi furahi. Haleluya. Utakuwa mnagapalia makaa ya vichwani mwao. Haleluya. Utaushinda ubaya kwa njia ya wema. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima uache maswali. Bata ndio mimi nimeumuua, alafu bado ananipa kipande cha nyama cha bata, huyo ananitakia nini? Lazima ajiulize. Hata sio bata huyo, labda kitu kingine unampelekea. Huyo mtu ni mvumilivu sana, ninamtendea mambo ya ovyo lakini yeye ananirudishia vizuri. Lazima pawe na mawazo ya kufikiri, ya kujaji, ajaji kuna kitu gani hiki. Bwana atusaidie sana. Sasa tumesoma ya kwamba hawa watu walishirikiana, waliweza kustahimili, walinyang'anywa mali zao, walitukanwa, wakavumilia. Haleluya. Hapo mwanzo. Lakini hawa wa Kristo baadaye walichoka, wakakata tamaa. Ndio mwandishi anawatia moyo hapa. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Biblia hapa inaeleza kwamba walinyang'anywa mali zao, lakini pamoja na kunyang'anywa mali zao, mali hizi walizonazo ni za muda. Mali hizi tulizonazo ni za muda. Hata kama umekaa navyo, umetulia nazo, hajaonekana wa kukunyang'anya, bado utakufa, baadaye utaziacha, zitaendelea kumilikiwa na wengine. Ndio. Lakini haleluya, umepigana, imeshindikana, mwisho unasema haleluya kwamba hizi ni mali za kupita, hivi ni vitu vya kupita. Lakini haleluya, nina imani na ninatumaini ndani ya moyo wangu, japokuwa hizi mali za kawaida zimetolewa, zimechukuliwa, nimenyang'anywa, nitampata mali za kudumu. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanahitaji mali za kudumu? Haleluya. Mbinguni, mali iliyo njema, halafu mali iliyo njema zaidi idumuyo. Hata kama ungenyang'anywa kwa namna yoyote, kuna mambo mengi mtu anaweza akaamua kukudhulumu hata nafasi yako. Unaendelea vizuri, lakini baadaye akaja akaamua kukudhulumu tu nafasi yako, kwamba sasa wewe hutakiwi kuwa hivi, wewe hutakiwi kuendelea hivi, sasa wewe toka hapa, nasimama mimi hapa. Wewe utamwambia Mungu mwenye uzima, utamwambia Mungu yeye anayelipiza kwamba wewe unajua unafanyaje. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ili ukue katika imani, inabidi wakati mwingine mambo mengine kunyamaza. Inabidi mambo mengine hata kama wakisema kwamba hapa gangamara hapa. Ndio. Kuna mambo mengi ambayo mimi yamepita, nilikuwa natakiwa kugangamara, lakini unagangamara na nani? Unagangamara vipi? Lazima haleluya, amen, uache mikononi mwa Mungu kila kitu, ili baadaye uwe na ushuhuda. Haleluya, amen, ili baadaye uwe na nini? Na ushuhuda, useme kwa watu
Haleluya. Amen. Kuna mali zingine ambazo ziko mbele yetu ambazo ni uzima wa milele. Hebu mshangilie Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Jana tulikuwa tunaongea na mtu fulani, anaeleza mke wake alimwambiaje. Anamwambia ubadilishe hilo jina lilo kwenye hiyo hati, uandike jina langu kwenye hiyo hati ya nyumba, uandike jina langu. Akajaribu kukataa, akasema mimi siwezi kubadilisha hilo jina. Akaambiwa hivi, kwa kuwa umekataa utaniona. Akaanza kutetemeka. Anasema yule bwana kwamba jamaa amekwisha kuachilia. Nasema bwana, mimi afadhali niishi kuliko nife. Sasa si wewe umeamua kunitoa roho halafu umiliki nyumba hii? Mwingine akasema katika mjadala ule, akasemaje? Akasema hivi, sasa kama ni mimi ningekubali tu nikasema sasa unataka kuniua, si niue tu, lakini kwa kuwa umeongea kitu cha namna hii lazima nitoe taarifa, niandike maandishi kulingana na haya ambayo uliyoyasema, alafu uweke sahihi, niwape nakala ndugu zangu, hata kama nakufa wajue kwamba nimekufa, halafu na wewe tuone kama utaishi kwenye nyumba hiyo. Ni mjadala, watu wanajadiliana kwamba mwanamke amesema badilisha hilo jina, uandike jina langu, ama sivyo na kumaliza. Jamaa kwa moyo wa woga akasema sasa kweli namalizwa, inabidi hii hati niibadilishe jina, aibadilishe jina, andike jina la yule kusudi awe salama. Bado salama haipo tu. Bado salama haipo tu. Mwingine akasema, akaniambia bado salama haipo tu. Amina. Kama alishapanga kuua atakuua tu. Amina. Haya, baadaye mwingine akatoa mawazo akasema, kama mimi namwambia niue, uua, si niko hapa uniue, ila haya matamshi yako na hakikisha nimeandika, nimeyaeleza kwenye karatasi, alafu baadaye haya maandishi niyapige photocopy niwagawie ndugu zangu, hata kama nikifa na wewe lazima wakushughulikie. Huo mjadala niliuacha hewani, lakini kwa sababu kila mmoja anataka haki yake isipotee, analinda haki yake isipotee kwa kujieleza, kwa kueleza. Lakini kitu kimoja kikubwa, haleluya, mtu ameamua kukunyang'anya, anakunyang'anya kwa sababu akikwambia pumbavu huwezi kumrudishia pumbavu, na wewe akiamua kutaka kukupiga huwezi kumrudishia kumpiga. Amen. Wala tusaidie sana. Amen. Wala tusaidie sana. Amina. Maneno haya hayamaanishi ya kwamba tunajifunza ili tuwe tunakubali kunyang'anywa mali, lakini nataka nieleze hivi, yupo anayetoa haki hata kama tunanyang'anywa, tunanyanyaswa haki zetu. Yupo anayetoa haki. Haleluya. Mtu mwingine akamfanyia mpango mwenzake kwenye nafasi aliyokuwa amepewa ofisini, akamfanyia mipango, akamnenea vibaya kwa bosi wake. Baada ya kumnenea vibaya kwa bosi wake, akaja akamwambia, kuanzia leo wewe unatakiwa kuondoka. Sasa baadaye akaondoka, akafukuzwa. Yule bwana akaingia kwenye ile nafasi, aliifanya ile kazi
kwa muda wa mwaka mmoja mzima, lakini walikuja mabedui wengine wakaja wakafanya kitu kilicho kibaya zaidi. Yeye huyo alifukuzwa, huyo akapelekwa jela. Kisasi ni juu ya nani? Mungu. Ya Mungu. Bwana atusaidie sana. Amen, amen. Wewe cha kwako kila ambacho unachotakiwa. Wakati mwingine hawa walizulumiwa, walitukanwa. Mtu anakutukana kwa matusi tena magumu ya hali ya juu. Mjinga wewe, umbwa wewe ni mwanadamu, hujabadilika kuwa umbwa, alafu unachukua hatua. Mtu amekosea, anaona mimi ni mwanadamu, alafu ananiita mbwa. Ana akili, hana akili. Anawajua mbwa kweli au hawajui? Aliwahi kuniona hata siku moja na bweka? Aliwahi kuniona hata siku moja ninamkia? Aliwahi kuniona hata siku moja natembelea miguu na mikono? Aliwahi kuniona nina sura kama mbwa? Ukisema mbwa na wewe utakuwa mmefanana wote. Maana kama yeye amesema mbwa na wewe ukasema mbwa, wote mnakuwa hamjui mbwa. Ukiambiwa mbwa ukapapasa ukaukoswa mkia kwenye mwili wako, ukaukoswa mkia, ushangae uelewe wazi kwamba huyu bwana hajui mbwa, haelewi mbwa. Msamehe tu kwa sababu haelewi mbwa. Angeelewa mbwa asingeniita mimi mbwa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa sababu mimi sio mbwa. Haleluya. Amen. Unamshangilia Mungu kwa sababu wewe sio mbwa. Amen. Wewe ni mtu. Haleluya. Amen. Ni mtu mzuri. Wala maneno matusi hayawezi kukutisha. Halafu na wewe ukaanza kurudisha. Unatukana na wewe unarudisha. Unatukana na wewe unarudisha. Matusi unarudisha yale. Wote mnaanza kuonekana wote hamfai. Mkristo na mpagani wote ni kitu hiki kimoja. Kwa hiyo Mkristo kama Mkristo anahitaji kuwa na ustahimilivu katika maisha yake. Anahitaji kuwa na uvumilivu katika maisha yake. Hawa japokuwa walitukanwa, hawa japokuwa waliteswa, hawa japokuwa walidhulumiwa, hawa japokuwa walifungwa, ilikuwa ni kwa sababu walijua nafsini mwao. Wale walionyang'anywa mali zao walijua nafsini mwao ya kwamba wana mali iliyo njema zaidi. Amen. Haleluya. Amen. Waliangalia, ukiangalia waliona hawa watu, waliona vitu visivyoonekana ambavyo ndivyo vya milele. Hebu soma katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ile ya 4 mstari wa 18. Tusiviangalie vinavyoonekana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu. Ndio. Bali visivyoonekana ni vya milele. Bwana asifiwe sana. Vile vinavyoonekana ni hivi ambavyo tunaweza kuvipigania. Tunaweza kushughulika kuvipigania. Lakini haleluya, vile ambavyo visivyoonekana maana yake ni imani, kustahimili katika wokovu. Haleluya. Tutaviona milele na milele. Bwana asifiwe sana. Hawakuviangalia vitu vya leo, lakini waliangalia vya vijavyo. Nikirudisha matusi leo naenda wapi baadaye?
nisipojali kutukanwa, Biblia inaeleza yeye alidharau aibu. Soma katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 3. 12 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, ndio, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Tunahitaji kumwangalia Yesu, yule ambaye aliyekamilisha imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, ambaye kwa ajili ya furaha ile ambayo iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Alijua ile furaha iliyo mbele yake, akastahimili msalaba, akaidharau aibu. Naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ndio kuidharau aibu maana yake, hata kama wakikutukana, haleluya, amen, ni kwa sababu umeona kule mbele kuna faida. Hata kama wakikudhihaki, ni kuvumiliana na ile aibu. Yesu pale msalabani alivuliwa nguo. Yesu pale msalabani alipigwa. Yesu pale msalabani alitukanwa, kwa sababu alijua kule baadaye, haleluya, ana ushindi wa hali ya juu. Alidharau aibu. Ike wakati mwingine uidharau aibu. Kuidharau aibu, unaona jinsi unavyoaibishwa, unaona ni neno la kawaida. Wanakutukana, wewe unaona ni neno la kawaida. Mtu mwingine akikwambia neno au akakutukana, ni hatari, ni kesi. Unaniambiaje? Unanitukana mimi? Unanitukana mimi? Unanitukana? Yani unanitukana. Anaanza kuchukua na hatua za kufanya. Ndio. Japokuwa Biblia inaeleza waziwazi ya kwamba japokuwa mnaonekana ni wajinga, lakini kwa Mungu mna hekima ya hali ya juu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndivyo ilivyo. Biblia inatuambia mambo makubwa yenye ahadi ya hali ya juu. Lakini kuna kitu kingine hapa ambacho kinaelezwa. Walikubali kupata hasara. Walikubali kupata nini? Hasara. Hebu soma katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8, alafu utasoma mstari wa 20 hadi 21. 8. Naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya Yesu. Naomba kurudia. Naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu. Haleluya. Uzuri usio kuwa na kiasi ni kumjua nini? Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio maana unayahesabu mengine yote yaliyopita kama hasara. Sawa? Kama nini? Hasara. Unapoteza haya ili upate mambo ya faida ambayo kumjua Yesu Kristo. 20 inasemaje? Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Hapa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kutupoteza tukapata hasara, na kama hasara tunapata hapa, tunaishia hapa, basi inaishia hapo. Lakini haleluya, tunakubali kupoteza hivi vya hapa ili tuweze kupata vingine vilivyo na faida kule mbinguni. Kwa sababu gani? Wenyeji wetu sisi sio wa hapa duniani. Si ndio? Yeah. Wenyeji wako ni wa wapi?
mbinguni. Wa juu. Kutoka huko tena tunatazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Tunamtazamia Yesu Kristo wa huko mbinguni. Atakaye ubadili mwili wetu. Yule ambaye atakaye ubadili huu mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Basi upate kufanana na mwili wa utukufu. Siku na faida jamani. Amen. Siku na faida. Basi tuviangalie vitu vya dunia hapa. Tutashughulika kwa sababu tunataka riziki, si ndio? Lakini ukizulumiwa basi ni mambo yanayojitokeza. Na kama yakijitokeza ya namna hiyo, basi zaidi mwambie Mungu yule ambaye anayeweza kutoa. Maana alikupa na huyo amekudhulumu. Na Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo kwamba mwenye kudhulumu na azidi kufanyaje? Kudhulumu. Yeye anakuja kumulipa kila mmoja sawa sawa na yale aliyoyatenda. Aliyedhulumu atalipwa, na yule ambaye haleluya, amen, ambaye amekuwa mtakatifu na yeye atalipwa. Anasema atazama na aja upesi, si ndio? Na ujira wangu kumulipa mtu sawa sawa na matendo yake. Wewe utalipwa uzima wa milele. Wewe utalipwa kupata mwili usiokuwa na uharibifu, mwili wa mbinguni. Hebu tumshangilie Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mwili wa utukufu. Kuna mambo mazuri hapo katika dunia hii, hayawezi kulingana na mambo na ufahari wa kule mbinguni. Yule aliyekwenda mbinguni, aliyefika mbinguni, ukimwambia ndugu rudi duniani hapa, hamunaweza kupishana sana. Usiishi duniani kama mwenyeji wa dunia hii. Uishi kama mgeni, kwa sababu wenyeji wako huko wapi? Mbinguni.